Wanaitwa Al-Masry aka The Green Eagles. Haya yote ni majina yao. Al-Masry wawakilishi mojawapo wa michuano ya CAF msimu huu kutoka katika taifa la Misri. Hawa ndio ambao wanakwenda kucheza mechi mbili za hatua ya robo finali dhidi ya wawakilishi wa Tanzania, wawakilishi wetu katika michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025, wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mechi mbili za robo finali. Ya kwanza itachezwa kule nchini Misri, ya pili itachezwa nchini Tanzania. Matokeo ya jumla ndiyo yatakayompata mmoja wapo atakayesonga mbele kwa hatua ya nusu finali. Sasa kinachoendelea hivi sasa ndani ya klabu ya Al-Masry, miongoni mwa mambo yote ni pamoja na changamoto za namna ya kwenda kukabiliana na wekundu wa Msimbazi Simba mnyama. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba rekodi zinaonyesha wekundu wa Msimbazi Simba wala sio wapinzani wepesi kwa timu hii ya kutoka Misri, na ishara juu ya kwamba Al-Masry wamevurugwa na kitendo cha kwenda kukabiliana na Simba ni juu ya maamuzi waliotoa hivi karibuni. Management ya Al-Masry ilifanya uamuzi mzito, uamuzi mgumu wa kuachana na kocha aliyowafikisha katika hatua robo finali ya michuano ya Kombe la Shirikisho msimu huu, kocha Ali Mahar. Badala yake sasa wamemwajiri kocha raia wa Tunisia Anis Boujelbene ambaye miongoni mwa majukumu yanomkabili kwa namna yoyote ile ni pamoja na kuhakikisha anafanikisha ndoto zao za kwenda hatua nusu finali kwa kuwatoa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wanajua kwamba sio kazi nyepesi hata kidogo. Kwa nini? Ni ishara kwamba Al-Masry wamevurugwa na kitendo cha kujiona na kwenda kukabiliana na wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo rekodi zinaonyesha wanafanya vizuri sana katika msimu huu. Ni kwamba Ali Mahar, kocha aliyetangulia, walimpa ajira Julai 2023. Al-Masry ikiwa inaongozwa na Ali Mahar, miongoni mwa mafanikio aliyopata ni kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye msimu uliopita wa ligi kuu ya Misri, na hivyo kupata tiketi ya kuwakilisha nchi yao ya Misri katika michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika CAF. Katika mechi 34 chini ya Ali Mahar, Al-Masry walimaliza na pointi 55, wakawa nafasi ya 4 nyuma ya Zamalek, nyuma ya Pyramids na mabingwa Al Ahly. Lakini walifunga mabao 41, wakaruhusu mabao 39. Kupata pointi 55 katika mechi 34 maana yake ni performance ya around 54%, kwa sababu pointi zote katika mechi 34 zinapaswa kuwa pointi 102. Si haba kwao, wakamaliza nafasi ya 4. Lakini kingine zaidi chema chini ya kocha Ali Mahar ni kwamba wameingia hatua robo finali kwa mara ya kwanza baada ya kufanya hivyo kwa mara ya mwisho msimu wa 2019-2020 pale walipotolewa na RS Berkane ya Morocco. Baada ya hapo hawakuwahi kufika hatua hii. Sasa msimu huu wamefika hatua robo finali. Aliyowafikisha ni huyo unayemwona hapo, Ali Mahar, ambaye pia amewafanya wafanikiwe katika ligi kuu ya Misri kwa kutoa nafasi ya 4. Lakini bado wamemfuta kazi, badala yake wamemleta kocha Anis. Unaona kana kwamba mbali na mambo mengine ni kwa sababu ya huyu mpinzani anayekwenda kukabiliana naye ambaye ni mnyama wekundu wa Msimbazi Simba. Ukifuatilia vizuri, wamefuzu katika hatua ya robo finali baada ya kupenya kwenye kundi ambalo vinara walikuwa ni Zamalek. Wao walimaliza kiwa na pointi 9, wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 4. Sasa wanajijua wanakwenda kukabiliana na Simba ambayo kwenye kundi lao la A wao ndio vinara. Katika mechi 6 wamemaliza na pointi 13 Simba. Wamemaliza na mabao 8, wameruhusu mabao 4. Kwa hiyo unaona Simba kwenye kundi lao la A walikuwa na matokeo bora zaidi kulinganisha na wao. Hata hivyo ni makundi mawili tofauti. Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.
Sasa wakiangalia safari ya Simba mpaka kufika hatua robo finali, na wakikumbuka kwenye hatua ya playoff ya kufuzu kwa hatua ya makundi walitoa Al Ahli Tripoli ya Libya, ile ya kina Mabululu, kwa ushindi wa mabao 3-1 kwa Mkapa baada ya bila kule nchini Libya. Bado inawatia hofu kwamba lazima wafanye mabadiliko katika benchi la ufundi ili kuhakikisha wanakwenda wakiwa imara zaidi, tofauti na vile alivyokuwa akifanya Ali Mahar. Ali Mahar wakati anaondoka tarehe 24 mwezi wa pili tu, Al Masry ilikuwa katika nafasi ya 4 pia, lakini ilikuwa kwenye nafasi ya 4 ikiwa imecheza mechi 15. Katika mechi 15 Al Masry ilikuwa na pointi 24 badala ya kuwa na pointi 45 zitokanazo na mechi 15. Maana yake hapo kama ni performance utaona ni around 53%, lakini walikuwa wamefunga mabao 12, wameruhusu mabao 9. Unaona kwenye performance wapo wanne ndio kwa kiwango cha ligi kuu ya Misri. Kwa performance walikuwa nayo Al Masry chini Al Mahar, Simba ilikuwa inawahakikishia katika nafasi hiyo ya 4 kama ilivyokuwa msimu uliopita, ambapo performance yao ilikuwa around 54, wakamaliza nafasi ya 4. Lakini mpaka tarehe 24 mwezi wa pili walikuwa nafasi ya 4, performance ya 53%. Mabao wamefunga 12, wameruhusu 9, tofauti ni mabao 3. Msimu uliopita walimaliza ligi wakiwa wamefunga mabao 41, wameruhusu 39, tofauti ni mabao 2. Kwa hiyo kama ni performance, ufanisi ulikuwa ni kama msimu uliopita kwa kiasi kikubwa, isipokuwa kwa msimu huu walichoongeza ni pamoja na kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF. Lakini bado akapitishiwa panga kocha huyu. Kisa bila shaka ni rekodi ya kutisha ya Simba kwenye makaratasi, kwa sababu licha kufanya vizuri kwenye kundi lao la A, Simba kwenye ligi kuu yao, ligi kuu Tanzania bara, Simba wanakwenda kucheza na Al Masry wakiwa nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ndio wana pointi 57 baada ya kucheza mechi 22. Ni kiwango cha juu cha ufanisi cha around 87%. Lakini sio hilo tu, Simba wanakwenda kucheza na Al Masry huku kwenye ligi yao ambayo ni ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika. Tukikumbuka kwamba ligi kuu ya Misri ni namba 1 kwa ubora barani Afrika. Lakini Simba nafasi ya 6 ligi yake, maana yake ni miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika, huku Simba yenyewe kwa ubora ikiwa ya 6 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, Al Masry ikiwa nje ya 20 bora barani Afrika. Sasa Simba imefunga mabao 52, halafu imeruhusu mabao 8 tu. Yes. Kwa hiyo ni Simba ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio timu yenye ukuta imara zaidi, lakini ndio timu ya pili kwa kupachika mabao mengi, ikizidiwa na vinara wa ligi watani zao jadi Yanga wenye mabao 58. Wao na mabao 52. Lakini kufunga mabao 52 katika mechi 22, maana yake mechi 22 ni dakika 1980. Simba kitendo cha kufunga mabao 52, maana yake Simba inafunga bao moja kwa wastani, tunasema MPG, minutes per goal, kwamba wanatumia muda gani kwa wastani kufunga bao moja. Utagundua hapo wanatumia dakika 38 na sekunde 5. Ni kiwango cha juu cha upachikaji mabao kinachoifanya Simba iwe timu ya pili kwa kufunga mabao kwa kasi katika ligi 10 bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, ikiwa nyuma ya watani zao jadi Yanga ambao wao wanafunga bao moja kwa wastani, MPG, minutes per goal, kwa dakika 34 na sekunde 8. Wao Simba wanafunga kwa dakika hizi zilizotoka kuzieleza, dakika 38 na sekunde 5 goli kwa wastani. Wewe inafanya ndio timu ya pili, ya tatu ikiwa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ambayo yenyewe inafunga bao kwa wastani dakika 39 na sekunde 36, kwa sababu mechi 22 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini Mamelodi wamefunga mabao 50. Sasa rekodi hii ya kutisha ya Simba miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika kwa sasa, ikiwa ya pili kwa upachikaji mabao kwa kasi, lakini ikiwa na ukuta imara, unajikuta benchi la ufundi la Al Masry management inajikuta lazima ifanye ya ziada kwenda kukabiliana na Simba. Sasa nini kilichopo baada ya kuingia kwa Anis? Mpaka sasa Al Masry imeimarika kwa kiasi fulani. Ndio mechi 3 tu zilizopita wamecheza dhidi ya Smuha, wamecheza dhidi ya Modern Sports, wamecheza dhidi ya Pyramids ambao ni vinara katika ligi kuu ya Misri. Tayari wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 2 tu. Kumbuka tangu ligi ianze mechi 15 wakati kocha Anis anichukua walikuwa wamefunga mabao 12, wameruhusu mabao 9. Lakini yeye kwenye mechi 3 tayari amefunga mabao 7. Unaweza kuona ni zaidi ya 50% ya mabao yote aliyofunga katika mechi 15 zilizopita. Kwa hiyo mwenendo unaonekana ni mzuri, lakini pia kwenye kuzuia si haba.
Jambo pekee ambalo miongoni mwa yale ambayo amefanya mabadiliko kocha Anis ni pamoja na mfumo wa kiuchezaji. Amebadilisha kwa kiasi kikubwa. Chini ya Ali Mahar, Al-Masri kucheza kwake kwa kiasi kikubwa kwenye mfumo walikuwa wakitumia mara nyingi ni 4-2-3-1, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi wa 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini wakawa na kasoro nyingine. Wanalazimika kufunga kwa kufika zaidi kwenye eneo la box la mpinzani ndipo wafunge. Kwenye kombe la shirikisho mechi 6 walikuwa wamepiga mashuti 77. Katika mashuti 77, 60 waliyapiga ndani ya box. Jambo ambalo linaashiria udhaifu kwa kufanya majaribio machache kutoka nje ya box kwa kupiga mashuti 17 tu. Lakini katika ligi kuu ya Misri msimu uliopita walikuwa wamepiga mashuti 256. Kati ya hayo mashuti 222 walikuwa wanayapiga ndani ya box, ndipo wakafunga yale mabao 41. Huku mashuti mengine 134 tu ndio wakipiga nje ya box, sawa na asilimia 38. Hili ni tatizo kwa sababu wakikutana na timu inazuia vizuri wanapata shida kupata mabao. Mwalimu Anis katika siku chache tangu atue, alichojitahidi ni pamoja kuhakikisha wanapiga mashuti mengi nje ya box pindi wanapata nafasi. Katika mechi mojawapo waliocheza dhidi ya Pyramids wakatoka bila. Yeye timu yake ilipiga mashuti 9. Katika mashuti 9, 6 waliyapiga nje ya box, ambao ukiweka hapo kizidisha kwa 100 utagundua ni asilimia 67 ya mashuti yote waliopiga mechi dhidi ya Pyramids walipiga nje ya box, kuonyesha namna gani katika eneo hilo walao wameanza kuimarika. Lakini pia kwenye mfumo wake wa kucheza sasa, kutoka ile 4-2-3-1 mwalimu Ali Mahar, yeye kwa kiasi kikubwa mifumo anayotumia akicheza na timu very competitive yenye ushindani sana kama Pyramids, na bila shaka na Simba atafanya hivyo, aliingia na mfumo wa baada ya golikipa ni 3-4-2-1. Kwa mfumo huu akiwa baada golikipa Mohamed Gadi anakuwa na Karim El Eraki, anakuwa na Karim Sobi, anakuwa Mohamed Hashim kama mabeki watatu wakati. Kwenye viungo katikati ana Mohamed Makhluf, ana Ahmed Ali, ana Ahmed Eid, ana Hassan Ali kama wingback kutokea kushoto. Kama si yeye anaanza Amri Saadawi. Halafu wale wawili wa mbele pale, tunasema ni 3, lakini ambayo mmoja anakuwa mbele zaidi anakuwa ni Salah Mohsen. Hawa wa nyuma kuna Fakhruddin Ben Yusuf kushoto na mwenzake Abderrahim Dermoum. Ni kwa mfumo huu ambao wamekuwa kiutumia hivi sasa chini ya mwalimu Alis Bujalbene. Lakini katika mechi nyingine wakibadilisha mfumo kidogo, badala ya kuanza na 3-4-2-1 huwa wanabadilisha kidogo tu, wanaanza na 4-3-2-1, ambao kimsingi kwenye kushambulia huyu mshambuliaji kinara ndiye anayekuwa mbele, halafu hawa wengine wawili wanakuwa nyuma yake, si mbali sana kutoka kwake, huku hawa ma wingback kwa mfano Ahmed Eid anakuwa kwa wastani mbele ya mstari wakati wa uwanja kama ilivyo kwa Amri Saadawi au Hassan Ali, na hivyo kwa haraka wanakuwa na watu 5 wakati wanaposhambulia, na hivyo kuwafanya wawe na uwezo wa kufika zaidi, lakini wakati huo wakinyumbulika kwenda kuzuia kwa idadi kubwa pindi wanaposhambuliwa, kwa maana kwamba wale ma wingback wanakwenda kuungana na mabeki wakati wa 3 kufanya walinzi 5 kwa haraka, huku viungo wao pia kina Makhluf, kina Ahmed Ali nao wakiungana nao, na hivyo kuimarisha ulinzi. Huo ndio mpango kazi wa Anis, mwalimu mpya wa Al-Masri. Lakini bado pamoja na uimarikaji mkubwa sasa katika upachikaji mabao na kuzuia kulikoonyeshwa katika mechi 3 za ligi kuu ya Misri, bado pasua kichwa ni juu ya namna wanavyoweza kubalance mizania kwenye kushambulia kwao na kuzuia. Ni kwa sababu gani? Katika mechi 3 zilizopita wakiwa na mfumo huu ambao wakati mwingine kama nilivyosema unabadilika na kuwa 4-3-3, hawa Al-Masri kilichotokea ni kwamba kwenye kushambulia na kwenye kuzuia kumeonekana hakuna mizania sahihi, kwa sababu timu yoyote inapohitaji ushindi wa uhakika, licha ya kwamba inapaswa kuwa vyema katika kushambulia na kutumia nafasi inazopata, lakini kwenye kuzuia lazima iwe imara kuhakikisha wapinzani hawamfikii golikipa wao. Hapa tunazungumzia Al-Masri, wapinzani wasio wanamfikia mara kwa mara golikipa wao Mohamed Gadi, kwa sababu hatari yake ni kwamba hao wapinzani wakiwa na utulivu, wakiwa na ubora wa kukwamisha mpira wavuni, matokeo yanaweza akawa bado ya maumivu kwao. Mpaka sasa kwenye mechi 3 hizi walizocheza nilizotoka kuzieleza, mechi dhidi ya Smuha,
mechi dhidi ya Modern Sports, mechi dhidi ya Pyramids. Kwa ujumla wao wamepiga mashuti 24 huku mashuti 14 yakilenga lango, lakini wakipigiwa na wapinzani mashuti 29, 11 yakilenga shabaha. Ingawa wao wamefunga mabao 7, wapinzani wamefunga mabao 2, kwa sababu mechi dhidi ya Pyramids akina Fisto Kalala Mayele iliisha bar and draw, kwa maana bila. Sasa hili ndio eneo ambalo kidogo watapaswa wafanye ya ziada wanapokutana na Wekundu wa Msimbazi Simba, na ni habari njema kwa Watanzania, habari njema kwa Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba huku kuvurugwa kwa Al Masry katika maamuzi yake ya kiufundi kunaweza kuwa habari njema katika siku hiyo. Kuna mchezaji kama Steven Dese Mukwala, kabla ya mechi ya mwisho ambayo walishinda mabao 6-0 dhidi ya Dodoma Jiji, Steven Dese Mukwala alikuwa amepiga mashuti 18, 12 yamelenga lango, kwa maana shooting accuracy 67%, halafu akawa amefunga mabao 8, assist 2. Mechi ya mwisho dhidi ya Dodoma Jiji akafunga tena huyu mwamba, akatoa na assist. Hivi sasa ameshasababisha mabao 12 kati ya mabao 52 aliyofunga Simba, amechangia mabao 12 kwa maana ya kufunga na assist. Lakini kuna Jasha Ahua, mashuti 41 alikuwa amepiga, kati ya hayo mashuti 21 yamelenga lango, halafu akawa amefunga mabao 10 akiwa na assist 6. Hivi sasa tayari ameongeza rekodi hiyo kwa kuwa na mabao mengine 2, na hivyo sasa na mabao 12. Sasa hao ni mifano tu imewataja ambao wakipata nafasi wanazitumia. Hata Beki Shomari Kapombe kwa mfano, yeye ameshapiga mashuti 8, kati ya 5 yamelenga lango, amefunga mabao 3, ana assist 3, amesababisha penalty 4. Hawa wachache tu kwa kuwataja. Hapo sijamtaja Eli Mpanzu Kibisawala ambaye mbali na kufunga, mbali na kutoa assist, amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, na kwa vyovyote vile itakuwa kete muhimu kwa Simba katika mechi hii dhidi ya Al Masry. Al Masry hakika wana haki ya kuvurugwa. Swali ni kwamba je, mpaka kufikia katika siku hiyo ya mechi, je, Al Masry watamudu mziki wa Simba ambao katika mechi 6 za hatua ya kundi lao kombe la shirikisho, Simba piga mashuti 94, kati yao 25 yamelenga lango, akafunga yale mabao 8. Huko Al Masry kwenye shirikisho na wao mechi 6 wamepigiwa mashuti 6 tu ya kulenga mashuti 16 ya kulenga lango kama ilivyo Simba, idadi sawa mashuti ya kulenga shabaha, lakini wakawa wameruhusu mabao 4 kama Simba. Lakini kwenye mechi 3 za ligi tayari wamepigiwa mashuti 11 ya kulenga shabaha katika mechi 3 tu, ilhali kwenye kombe la shirikisho hatua ya makundi mechi 6 walipigiwa mashuti 16. Unaweza kaona kwamba chini ya Mwalimu Anis ndio wameimarika katika baadhi ya maeneo ikiwamo kwenye kushambulia, lakini kwenye kushambuliwa wanafikiwa zaidi kulinganisha na walivyokuwa chini ya Ali Mahar. Nini kitatokea? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.